Klabu ya Young Africans ni klabu ambayo kwa sasa hivi inamilikiwa na wanachama 100%. Na katika umiliki wa wanachama tulikubaliana mabadiliko ya katiba kubadilisha muundo wa umiliki wa klabu. Kwa hivyo tukakubaliana kuwa na 49% za klabu zitaweza kuuzwa, zitabakia 51%. Huo ni umiliki wa klabu na wanachama mko hapa. Lazima mtambue klabu yenu mtaimiliki kwa 51% na 49% zitauzwa kwenda kwa wawekezaji. Wanachama, hiyo ni separate project, ni project haihusiani na uwanja. Tofauti. Umiliki wa klabu na umiliki wa kiwanja ni vitu viwili tofauti. Umiliki wa klabu 49% ndio zitakazouzwa. Kwa hiyo wakati wote klabu ya Yanga itakuwa ni majority shareholder ikiwa na 51%. Na zoezi hilo la kuanza kuuza share bado hatujalianza. Kwa hiyo kwa sasa klabu ya Young Africans inamilikiwa 100% na wanachama wake. Sasa tunakuja kwenye huu mradi wa uwanja. Hii ni project tofauti. Kwa nini tofauti? Kinachofanyika hapa, klabu ya Young Africans inahitaji uwanja na mtu anakuja kuwekeza. Ukiwekeza kwenye uwanja upasi kuwa na haki ya kuimiliki klabu. Kwa hiyo tumetengeneza mfumo wa kuilinda klabu yetu. Hakutakuwa kuna penetration ya mtu kuja moja kwa moja kwenye klabu kwa sababu anamiliki mradi fulani. Kwa hiyo tukasema hii inapaswa kuwa ni special project, na project hii inatakiwa iwe na uongozi wake, iwe na umiliki wake. Kwa sababu Young Africans inataka kujenga uwanja na mwekezaji amepatikana. Tunachokifanya ni kufungua kampuni. Kwa klabu ya Young Africans kwa kushirikiana na mwekezaji wetu itafungua kampuni. Kampuni hiyo ndio itakayomiliki uwanja. Na katika kampuni hiyo inayomiliki uwanja ndio 50% ya umiliki utakwenda Young Africans, 50% utakwenda kwa mwekezaji ambaye ni GSM Group. Kwa hivyo Young Africans itabaki kwa 100% ya kwake, hakutakuwa kuna umiliki kwenye ownership ya club, lakini kwenye mradi huu ndio tutakuwa tuna partnership na GSM. Sasa mchango ni nini? Nimekuja swali la Juma. Mchango wa Yanga ni nini na mchango wa mwekezaji ni nini? Mchango wa Yanga kwenye hii kampuni mpya itakayomiliki uwanja ni kuleta ardhi yake ambayo tunaimiliki kwa sasa hivi kama Young Africans. Kwa hiyo ndio mchango wetu kwenye mradi. Na mwekezaji analeta nini? Mwekezaji ataleta fedha za kujenga uwanja. Tunapokutana na mwenye ardhi na mleta fedha, hapo ndio tunaiunda kampuni. Kwa sasa mfumo wa hii kampuni itakuwa ni kampuni mpya tutakayo formulate kuanzia sasa hivi baada ya kusaini MOU ya leo. Kwa hiyo mwanasheria, Jumatatu tuna expect kampuni iwe tayari. Mchakato wake wa kuisajili unatakiwa uanze. Na kampuni hiyo itakuwa na 50% za Yanga na 50% za GSM. Kampuni hiyo itakuwa na bodi. Kwa hiyo kwenye bodi pale kutakuwa kuna wawakilishi kutoka Yanga, kutakuwa kuna wawakilishi kutoka GSM. Na wenye viongozi wa bodi hiyo ndio watakaomchagua au kumwajiri CEO au general manager wa kuendesha uwanja. Kwa hiyo operation za uwanja zitakuwa chini ya bodi. Na bodi hiyo ikimwajiri CEO au general manager au meneja wa uwanja, na timu yake nzima watafanya majukumu ya kuendesha shughuli za uwanja. Kwa hiyo narudia, mchango wa Young Africans utakuwa ni ardhi, mchango wa mwekezaji utakuwa ni fedha. Lakini Young Africans itakuwa inaleta biashara. Tukumbuke Young Africans ni timu ya mpira wa miguu inayohitaji kutumia uwanja. Kwa maana hiyo sasa Young Africans italeta biashara ya utumiaji wa uwanja straight away. Na kwa sababu uwanja huu utakuwa umilikiwa na taasisi mbili, uwanja huu utakuwa na kila sababu ya kuihudumia Yanga exclusively, lakini la pili utatoa fursa kwa watumiaji wengine wa uwanja. Atakapotokea klabu yoyote inataka kutumia uwanja kwa ajili ya mechi zake itatumia. Inapotokea tukio la kijamii, kuna shughuli za kidini, kuna shughuli za kimuziki, jukumu la management ya uwanja kuhakikisha linaongeza mapato na matumizi ya uwanja huo, ili sasa wawekezaji wanufaike na mapato na Yanga anufaike na mapato.
Swali muulizo jingine, uwekezaji huu ni wa muda gani? Nilisema awali wakati nafanya presentation, kuna mfumo unaitwa build, operate and transfer, kwamba unajenga, una operate, alafu una transfer. Kutransfer inakuja hatua ya kurudisha ule uwanja kwa Yanga. Mfumo huo tuliukataa kwa sababu tunapofanya build, operate and transfer tunaruhusu 100% za uwekezaji uendeshe uwanja na sio kwa Young Africans. Sisi tunataka sasa hivi tumiliki uwanja na kesho tumiliki uwanja. Build, operate and transfer ina uwanja wa KMC. Matumizi ya uwanja kwa mechi moja ni takriban milioni 6 kwenye mechi moja. Ukisema unampa mtu ruhusa amiliki uwanja baada ya kurudishia baada ya kurudisha fedha zake, haitakuwa miaka 5, 10, 20 wala 50. Ukipiga hesabu mwenyewe, kwa mfano 6 milioni ya uwanja wa KMC na investment iliyofanyika, ukaimultiply na namba ya mechi utakazocheza, inawezekana operation ya huyo mtu kurudisha fedha zake inaweza kutumia hata miaka 50. Kwa hiyo tuliona hatuna sababu ya kwenda kwenye build, operate and transfer. Tulikwenda kwenye partnership ya shares 50% kwenye klabu ya Yanga immediately baada ya uwanja kukamilika na 50% za mwekezaji immediately baada ya uwanja kukamilika. Nafikiri nimejibu maswali. Haitakuwa na kikomo. Asante. Nimepunguza sauti kidogo kwa sababu ya dhana, kuheshimu dhana. Ongera kwa swali la kwanza ni stadium. According to ni category 4. Uwanja ambacho kinabeba uwezo wa mechi kubwa kuweza kuchezwa kama ambavyo uwanja wa Arusha unaojengwa sasa na ule ambao unajengwa sasa. Labda hii Yanga kubeba kategori hii na pili na picha ya grass, labda huu utakuwa na ubora gani? Yeah, kategori ambayo tunakwenda nayo ni category 3/4. Kwa hiyo tunakwenda kwenye kategori ya juu kabisa ya uwanja, na kwa level ya club uwanja wetu tunaweza kucheza mpaka finali ya CAF Champions League, which is the latest. Tutakuwa juu ya kategori ya Zanzibar. Nakumbuka mwaka jana uwanja wa nakumbuka mwaka jana kuna mechi ilichezwa finali ya CAF Confederation Cup Zanzibar kwenye uwanja wa Aman Stadium. Kwa ni natural, asilimia chache sana zitakuwa ni artificial. Nani anaanza? Serikali imesha sign mkataba na mkandarasi ambao mkandarasi anaanza na mto. Tunajua kuna miradi mitatu inaendelea sasa hivi. Kuna daraja la Jangwani limeshaanza kujengwa, daraja la Kigogo na daraja liko Kinondoni, madaraja matatu yameshaanza. So kinachofanyika moja kwa moja ni mkandarasi sasa hivi kupata fursa ya kuanza kujenga mto na ameshaanza kujenga. Hiyo tunazungumza washa sign na wiki hizi wameshaanza kufanya mobilization. Sisi kama klabu ya Yanga tumepewa, nitakuja kwenye technical parameters, tumeshapewa elevation za hapa ambazo tunatakiwa tu, sababu chini kutakuwa ni mtoni, kutoka kwenye mto kutakuwa kuna green park ambao watu watakuwa wanatumia kama sehemu za kutembea jioni na watoto kucheza. Hiyo inakuwa ni level ya pili baada ya mto. Alafu kuna level ya tatu ni level ya miundombinu ambayo ni uwekezaji wa ujenzi wa hoteli, restaurants na uwanja wetu. Kwa hiyo tumepewa elevation ya hapa mahali ambapo uwanja unatakiwa ukae, na hizo elevation tumeziingiza kwenye michoro kuhakikisha kwamba sehemu ambazo zinahitaji kujazwa tutazijaza kufika kwenye huo uwezo. Kwa hiyo kwa ufupi, tutaanza sisi sambamba na mradi unavyoendelea, lakini zile dimensions tumeshapewa zinazoturuhusu sisi kuendelea. Kwa hakutakuwa kuna mgongano wa kiufundi sisi tukiwa tumeanza au wao wakiwa wameanza. Kwa hilo liko la kwanza. Umeuliza swala la pili la right, naming right ya uwanja. Naming right ya uwanja ni right ya 50% kwa club na right ya 50% kwa mwekezaji. Nitakupa mfano, najua wote ni wanahabari na mnafuatilia vizuri. Klabu ya Atletico Madrid
ina uwanja. Historia yake ya nyuma ilikuwa inamiliki uwanja unaitwa Metropolitano, na baada ya hapo wakahamia kwenye uwanja wao mpya miaka kadhaa iliyopita, unaitwa Vicente Calderón. Ni jina la kiongozi ambaye alikuwa anasimamia hiyo timu. Baadaye klabu ya Atletico Madrid ikajenga uwanja mpya, ukaitwa huo uwanja Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano ni mjumuiko wa majina mawili. Jina la kwanza la Wanda kwa maana investor, it's a Chinese investment ambayo ilikuja kushirikiana nao kwenye ujenzi, na wale wa China wanaitwa Wanda Investment, kwa wakachukua jina la Wanda kama sehemu ya jina la uwanja, na Metropolitano likawa ni jina la pili la uwanja huo, likiwa linarudisha historia ya nyuma ya klabu ya Atletico Madrid kwenye uwanja wake wa kwanza wa Metropolitano. Na baadaye Atletico Madrid baada ya kumaliza mkataba wao na Wanda wakahamia kwenye kampuni ya ndege ambayo nafikiri inaitwa Riyadh Air, something like that. Kwa hiyo uwanja ukaitwa Riyadh Air Metropolitano, na mkataba ulipokwisha wa naming right wakampata mwekezaji mwingine kwenye eneo la jina, na sasa hivi hauitwi tena hayo majina mawili, unaitwa jina jingine. Kwa hiyo klabu ya Young Africans kwenye naming right ya uwanja itabeba jina la GSM na itabeba jina la Yanga kwenye kuliita jina la uwanja wetu, na GSM ambaye ana asilimia 50 ya right atakuwa na uwezo wa kumiliki jina hilo kama nusu ya ownership, na klabu ya Young Africans itakuwa na uwezo wa kumiliki jina kama nusu ya asilimia 50 ya umiliki wake. Na you never know, baada ya miaka miwili mitatu tukiamua klabu ya Young Africans tukaondoa jina letu la Yanga tukaweka mwekezaji kwenye naming right, tunayo hiyo nafasi na standard practice zinaonyesha kwa duniani. Kwa hiyo kwa ufupi, asilimia 50 ya jina itatoka kwa mwekezaji na asilimia 50 ya jina itatoka kwenye klabu ya Young Africans. Hiyo itakuja baadaye wakati wa naming right. Maswali mawili ya mwisho kadhaa. Salamu alaykum. Alaykum salam. Asante. Mimi naitwa Juma Mohamed, natokea Channel 10. Nina maswali mawili. Kwanza ni kufahamu ukubwa wa eneo lenu ambapo uwanja huu utakapokuwa, kama itakuwa niko sahihi, ni takriban pengine ekari 35. Kama itakuwa niko sahihi, kama square meter zilikuwa 35, serikali ikatuongezea square meter 2500, sasa hivi ni square meter 37,500. Sawa, ni eneo kubwa sana kwenye ujenzi wa mradi kama huu. Nataka kufahamu kwenye huu mradi apart from kuwa tu ni uwanja wa mpira wa miguu, tunafahamu sasa hivi fursa ziko nyingi na nyie mmekuwa mkizichungulia sana, pengine utacontain michezo mingine, kwa maana ya kama ikitokea kuna kuwepo na onyesho labda la masumbwi, onyesho la basketball na matamasha mengine yatakuwa included, ama ni uwanja ambao utakuwa umefocus zaidi kwenye upande wa mchezo wa mpira wa miguu? Na lingine lipo kwenye namna gani uwanja huu utakapokuja kukamilika, je, utaweza kuaccommodate watu wa design gani? Nachomaanisha hapa, watazamaji tunafahamu uwanjani wanaingia watu wa kila aina, wapo pia watu wenye mahitaji maalum, wako watoto. Je, utabeba hayo mazingira ya kiteknolojia ya kisasa ili kuweza kuaccommodate wote? Ya, maswali yako mazuri sana. Swali la kwanza ni kuhusiana na matumizi ya uwanja. Tunatarajia uwanja huu utakuwa ni multi purpose, utafanya majukumu mengi. Ukiachilia mbali mpira wa miguu, unaweza kuhost matukio mbalimbali ikiwemo matukio ya kijamii kama matukio ya kidini. Tumeona kwenye viwanja vyetu mihadhara ya Islamu, mashindano ya Qur'an, lakini tumeona pia mihadhara ya kina mama, tumeona pia mihadhara ya ndugu zetu wa Kristo, tumeona kwaya, mashindano mbalimbali ya kidini. Yote tumepata fursa ya kuyatengenezea platform ya wao kushiriki kwenye kutumia uwanja huu. Kwa hilo ni eneo muhimu. Uwanja huu utakuwa ni multi purpose, utafanya majukumu mengi. Kama nilivyosema pia, kampuni ambayo itakayokuwa inaendesha uwanja huu itapewa jukumu la kuongeza mapato. Kwa hiyo huwezi kujilimit kwenye football peke yake. Tunatarajia watakuwa na nafasi kubwa ya kuuza
huduma za uwanja ili uweze kutumika. Nakumbuka kwenye hilo eneo la matumizi kuna kijana wetu mmoja ambaye ni afisa habari wa klabu ya Young Africans alitoa ahadi ya kwamba harusi yake atakuja kuoa uwanja wa Yanga utakapokamilika, na hii ni fursa pekee ya kwamba tutaruhusu shughuli za kiharusi pia kufanyika kwenye uwanja, na huenda ikawa kama atakuwa tayari anaweza kuwa ni mtumiaji wa kwanza. Sijui kama yuko tayari, I'm not sure, lakini anaweza kuwa ni mtumiaji. Kwa hiyo matumizi ya uwanja yatakuwa bila kikomo. Eneo la pili, uwanja huu utakuwa na quality ya juu sana. Kwenye maeneo ambayo tunayatazamia, tutakuwa na maeneo ya watazamaji wa kawaida, tutakuwa tuna maeneo ya watazamaji ambao ni VIP, kutakuwa kuna maeneo ya VVIP, kutakuwa kuna maeneo ya boxes. Nafikiri muda mchache ujao media yote ya klabu ya Yanga itaweza kuonyesha muonekano wa ndani wa uwanja. Utaona kutakuwa kuna boxes, yani mtu anaweza kuwa na akanunua au akalipia chumba kimoja katika uwanja kinachobeba watu 10, na chumba hicho kitakuwa kina mahitaji yote kuanzia makazi. Utakuta sofa, utakuta television, utakuta counter ya vinywaji, utakuwa na choo cha kwako binafsi, lakini pia utakuwa na uwezo wa kutazama mpira ukiwa hapo ndani, na kioo kikubwa kitakachokupa fursa pia kutazama uwanja ukiwa ndani ya chumba chako. Lakini pia utakuwa na uwezo wa kutoka ukawa na special set zako hizo 10 katika kila box. Kwa hiyo it's a high level, high quality stadium. Lakini pia uwanja wetu utakuwa ni uwanja wenye presidential suite. Kwenye second floor kutakuwa kuna chumba maalum cha marais, wanaweza wakaja kutazama mpira wakiwa salama kabisa. Tunakuwasilia vitu vingi, kwa mfano kwa mahitaji maalum kutakuwa kuna lift zinazowapeleka watu juu, wale ambao watakuwa wanahitaji mahitaji maalum, lakini pia other facilities ndani ya uwanja za kutoa huduma. Nje ya uwanja kutakuwa kuna shops za kuuza vifaa mbalimbali, kutakuwa kuna money services kama transfer za kibenki na ATM, kutakuwa kuna restaurant, sehemu za chakula zitakuwepo. Kwa hiyo uwanja huu umebeba vitu vingi na dhamira kubwa ni kuhakikisha una maximize matumizi yake. President, samahani kwa swali la kuingilia tu la kimkakati. Karibu. Uwanja unaanza kujengwa lini? Lakini pia utagharimu kiasi gani, kama ni pengine estimation cost? Asante. Uwanja unaanza kujengwa kesho. Bwana sheria, uwanja huu utaanza kujengwa kesho. Mimi tunazungumza wanapata sauti ya toshi hapo. Uwanja huu utaanza kujengwa kesho. Wanasheria yuko hapa, kinachohitajika tumeshasaini uwanja. Kinachohitajika hapa ni kuomba vibali na kuanza kufanya kazi. Wale ambao wana matumizi ya uwanja kwenye kubaki watafute option nyingine. Lakini la pili, tunauliza kuhusu gharama za uwanja. Gharama za uwanja tupo katika final stages. Tumeshapata gharama za structure, tumeshapata gharama za finishing, tupo katika hatua za mwisho za kukusanya, tunasema furnitures na vitu ambavyo vinakuja kuingia kwenye uwanja. Na hii taarifa tutakuja kuitoa rasmi uwanja huu utagharimu shilingi ngapi wakati tunasaini makubaliano ya ujenzi wa uwanja na contract. Kwa hiyo yote hiyo nyuma, tutakapofika wakati tutataja sasa gharama za ujenzi wa uwanja. Ziko tayari. Estimated costs zinabeba vitu vitatu, labda nikueleze kiufupi. Kuna construction cost ambayo tutaieleza tunaposaini mkataba na mkandarasi kwa ujenzi, kuanzia foundation mpaka jengo linapokamilika. Those are construction costs. Alafu kuna equipments and furniture.